Mtazamaji wa Hekima Online TV pamoja na Head to Head, leo tuko hospitali ya Liuli, ndiko ambako kwa sasa tupo, na Liuli Hospital ni moja ya hospitali ambayo ni kongwe kwenye ramani ya wilaya ya Nyasa, ikitoa huduma ya kutibu wagonjwa wa aina mbalimbali. Lakini hapa tuko kwenye hospitali hii kwa ajili ya kuweza kuangalia namna gani hospitali kuanzia kipindi hicho mpaka sasa. Tutakutembeza sehemu tofauti tofauti kuangalia majengo yalivyo na mpaka hii leo. Unakumbuka nini? Unakumbuka wapi kama ni mwenyeji wa wilaya ya Nyasa? Naitwa Gift Andrew Mtega, ni accountant and administrator. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni muhasibu na msimamizi mkuu wa hospitali ya Mtakatifu Ana Liuli. Hili jengo la utawala lina ofisi zote ambazo zinahusiana na mambo ya kutawala hospitali hii, ili mambo ya hospitali yaweze kwenda sawa. Na katika mambo hayo yanayohitajika katika hii hospitali ambayo yapo katika hili jengo, kwanza kabisa kuna ofisi ya mganga mkuu na sekretari wake. Pili, kuna ofisi ya katibu wa hospitali. Tatu, kuna ofisi ya muhasibu wa hospitali. Nne, kuna ofisi ya matroni au patroni wa hospitali. Tano, kuna ukumbi wa mikutano au conference meeting, ambayo mikutano yote inafanyika. Kwa hiyo mikutano mingi na kila kitu kinafanyika katika jengo la utawala. Shida mbalimbali au matatizo mbalimbali yanayohusu hospitali yanamaliziwa kwanza kwenye jengo hili la utawala. Magari yote mawili yanafanya kazi. Hii Land Cruiser ni kwa ajili ya utawala, ni gari ambayo inatumika zaidi na administrator hospitali ambaye nikiwa mimi, na mganga mkuu wa hospitali pamoja na watumishi wote, katika kuhakikisha tunatatua matatizo yote ambayo yanahitaji kutumia usafiri. Na pia kwa sababu hatuna ambulance, hii gari pia huwa inatumika kama ambulance. Gari ya pili ambayo hii ni Isuzu, hii ni gari ambayo ni kitega uchumi cha hospitali, inatumika katika kukusanya pesa ndogo ndogo ili tuweze kutatua matatizo yetu na kuweza kuokoa gharama za uendeshaji wa hospitali. Zamani tulikuwa na madaktari ambao walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini kama unakumbuka vizuri utamkumbuka kama Quinas Mzongo, fanya vizuri sana hapa, lakini kina Dr. Ntimbo zamani. Kwa mtazamaji ambaye ametokea Nyasa, hususan ni Liuli na kata ya Kiagara, aidha kule Mbamba Bay, kuna kina Quinas na kulikuwa kuna madaktari nguli sana kipindi hicho. Lakini sasa hivi tuna madaktari nguli sana wapo hapa. Kuna daktari mmoja anaitwa Dr. Christopher Mwakanyamale, ambaye ni daktari ambaye anadili na mambo ya wanaita general medicine, anadili na matatizo yote kwa ujumla ya binadamu. Na pia tuna daktari mwingine anaitwa Matthew Mpembo, watu wanamjua kama Nyilenda, tunawatumia hapa. Na pia tuna clinic officers ambao, kama kuna clinic officer anaitwa Damas Msemwa, na pia tunahusika na watu wengi ambao wanajitahidi katika kuhakikisha afya za binadamu zinakaa sawa. Ila kwa upande wa madaktari pia tuna daktari wetu mwingine anaitwa Daniel Ndimbo, ambaye ni daktari mkongwe kabisa katika hospitali hii, amestaafu, lakini pia hajaiacha mbali hospitali yake hii, bado amekuja kuendelea kutoa msaada katika hospitali hii. Tunaona majengo ni mazuri, mmeendelea kuyatunza, lakini kwa sasa yanaboreshwa. Mmechelewa, mmewahi au imekaje? Naona kwamba tulichelewa kuyaboresha majengo haya kwa sababu yalikuwa yako nje ya wakati, kwa Kiingereza nasema outdated, kwa muda mrefu sana. Lakini pia kutokana na mazingira ambayo yalikuwa sio rafiki, mazingira ambayo ya uongozi yalikuwa yakaribishi sisi kupata pesa kutoka aidha kwa wahisani au watu mbalimbali wanaweza kutusaidia sisi kuboresha mazingira yetu ya hospitali. Hiyo ikasababisha kwamba tukakosa uwezo wa kuweza kuyaendeleza majengo yetu, na sasa tumeanza kuyaendeleza, na sasa hivi kuna ukarabati unaoendelea. Mwaka jana tuliweza kukarabati jengo la maternity ward, kuliweka katika kiwango cha kisasa. Tulifanya roofing innovation, lakini katika roofing innovation tulibadilisha yale mapaa kuanzia singboard mpaka paa la juu, na pia tulibadilisha madirisha, tukaweka madirisha ya kisasa ambayo yana slide. Na mwaka huu mwaka jana 2024 tumeweza kukarabati kwa jengo la pharmacy ambalo lilikuwa ni dogo kabisa, lilikuwa chini, tukaweza kuliongeza kulipandisha kuwa juu, na tukaliweka la kisasa, tukafunga CCTV camera, tukaweka AC, tukaweka system ambayo inaweza kaa ina detect hata kuzuia mambo ya upotevu wa mali yoyote katika hospitali hii ambayo imehifadhiwa katika pharmacy na store. Na pia katika mwaka huu 2024 tulianza ukarabati ikiwa mwezi wa 12 wa female ward, children ward na ICU. Kwa Kiswahili tunaweza kusema wodi ya wanawake, wodi ya watoto na chumba cha wagonjwa mahututi. Ukarabati huo ulianza rasmi mwezi wa 12, mpaka saizi hapa waandishi wetu wamefika, wamekuta ukarabati huo unaendelea, na mpaka sasa hivi upo katika hatua za mwisho, na tunategemea mwezi wa pili tukawa tumeshamaliza, na baada ya hapo majengo mengine yataendelea ili tuweze kuirudisha hospitali yetu ya St. Agnes ambayo ni kongwe
kuwa katika mahali pake ilipokuwa toka zamani. Hii hospitali imesajiliwa kwa vitanda 100. Ni hospitali yenye level ya district hospital, au kwa Kiswahili tunasema ni hospitali iliyokuwa imesajiliwa kama hospitali ya wilaya. Katika wilaya ya Nyasa hii tuna hospitali 2 tu zilizosajiliwa kwa level ya kuwa hospitali ya wilaya, ambayo ni hospitali ya Nangombo pamoja na hospitali ya Mtakatifu Ana au St. Anne's Hospital ya Liuli. Kwa hiyo hadi sasa hivi sisi hapo hospitali yetu ina uwezo wa kubeba wagonjwa 100 kutokana imesajiliwa kwa uwezo wa wagonjwa 100, hata leseni zake za serikali inalipia kwa kutoa huduma kwa wagonjwa 100. Ya changamoto tunazopitia katika hospitali yetu ya St. Anne's ni kwamba kwanza kabisa tunahitaji zaidi serikali yetu iweze kutusapoti zaidi na kutuongezea watumishi, kwa sababu tunafanya kitu kama partnership na kazi tunayoifanya sisi ni ya kuokoa maisha ya binadamu. Kwa hiyo waweze kutuongezea, tunashinda watumishi, waweze kutuongezea watumishi zaidi ambao wameajiriwa na serikali waweze kufanya kazi katika hospitali yetu. Na pia kama inavyojulikana hospitali hii inaweza pia kufanya kazi kwa kupitia serikali, na pia kuna watumishi ambao wa serikali tunao hapa wanalipwa na serikali. Zaidi ya watumishi 20 wanalipwa na serikali moja kwa moja, serikali yetu pendwa Mama Samia. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali hii ya Mama Samia iweze kutusaidia sisi tukaweza kupata watumishi walio wengi zaidi katika hospitali hii ili kuzidi kuokoa afya za binadamu. Changamoto tuliokuwa nao nyingine ni majengo yetu yako nje ya wakati, lakini kama mnavyojua na mlivyoona mwanzoni, majengo haya mengi tumejitahidi kuweza kuyarenovate, kuyakarabati na kuyaweka sawa. Lakini pia tunajitahidi sisi wenyewe kwa moyo mkunjufu na kwa kumwomba Mungu, tunatumia wafadhili mbalimbali kuyakarabati, na tunajitahidi majengo mengi yatakuwa katika wakati uliokuwa sasa. Changamoto nyingine tuliokuwa nayo ni umeme. Umeme wa TANESCO umekuwa ni tatizo kubwa sana katika hospitali yetu. Umeme unakatika kila muda, hivyo tunatumia hela nyingi sana katika kutumia mafuta ili kuweza kuponya afya za binadamu. Unaingia kwenye operation, umeme umekatika, kwa hiyo lazima ujaze mafuta ili kuhakikisha unaokoa afya za binadamu. Ndio tunamia mifumo ya sola katika hospitali yetu. Mifumo hiyo ya sola ipo, lakini mifumo ya sola inategemea jua. Kama jua halitakuwepo, lazima tuhakikishe kwamba tumewasha kwa kutumia generator ambayo litatumia diesel, na kusababisha gharama za uendeshaji wa hospitali zitakuwa juu sana. Mtazamaji wa Hekima Online TV, kama ambavyo tumeweza kumsikia mhasibu anazungumza vitu vingi sana, na haya majengo ambayo unayaona ni majengo ambayo hospitali ya St. Anne's yanakarabatiwa, lakini tunaona kutoka kwenye mfumo huu kwenye hali hii mpaka hiyo ya kisasa kuwa ya kupendeza kijani, tuseme wanapiga hatua na mambo yanakuwa yanaendelea vizuri. Bwana, mimi nikushukuru sana. Uwe na kazi njema. Asante sana, na kazi njema kwako pia. Tuko pamoja. Asante sana.